Katika zoezi kama hili la uchaguzi, tutasaidiaje vijana ili wajitokeze katika chaguzi zijazo? IEBC ilikuwa na nafasi murwa sana ya kurudisha confidence katika vijana. Iko maandishi nilikuandikia mahali hapo. Nikamwambia ni mpango wa muda gani yenye inaweza wekwa ya kuboresha usimamizi wa uchaguzi. Kama tungekuwa na ramani ya hatari za uchaguzi pre-election, ili tunaziondoa mapema kabla hujafika, nchi mzuri hata wewe katika jamii yako, hata security yako. Hakuna mtu anaingia kwa shida akiona. Na huwezi tuambia hii Kenya yote leo tuna upungufu yenye tunaona shida pale na bado tunaingia tu. Ati wa Kenya tukuwajinga kiasi hiyo. Na vijana mwenye wanaongea kwa uzu kama mimi, tuna uwezo wa kuona pale kwamba pale kutakuwa na shida. Na tunaweka mkakati ya kujiondoa kwa hiyo shida. Ya pili, tuwe na mikutano ndani ya siku 7 kama inawezekana, baada ya gazeti kutolewa ya wale wenye wamejumuishwa katika kwenda kugombea. Leo tulikuwa na watu kama 181 peke yake. Wengine nasikia wamechapishwa jina yao na majina yao hata hazifanani. Mara naitwa nani yule jamaa. Na katika usajili jina yake ni tofauti. Hizi vitu zinatoa confidence kwa vijana wenye unaongea. Juu sasa leo najua ya kwamba mtu anaweza jibadilisha jina ama anaweza fanya vituko zake awe criminal. Na leo anarudi tena na jina lingine na napitishwa tu na IEBC. Kwani IEBC haina msimamo na integrity. Chapter 6 integrity inastahili kuimplementiwa na IEBC wao wenyewe. Ya tatu, uwazi wa vifaa wa maandalizi ya uchaguzi. Uwazi kana kwamba IEBC ichapishe ratiba ya maandalizi, mafunzo, usambazaji wa vifaa, ukaguzi wa vifaa. Wakati wanachapisha hata gazette notice, sisi kama parties, IEBC sio chama cha Ruto ama chama cha mtu binafsi, ni national institution yenye iko na sheria ambayo inailinda. Wakati wanachapisha, tuseme returning officers, sheria inasema 14 days before wachapishe iwe kwa National Gazette wanastahili kuuzisha wanavyama. Ndio. Sisi kama chama ya Justice and Freedom Party, it was in the public domain. Tuliandikia IEBC tukauliza, ulituuzisha nini? Na kwa sababu haukutuuzisha, sio halali, it is unconstitutional and it is illegal, wakatafuta recourse ya kuweka political parties kuparticipate. Juzi wameniita pale airport wakipokea hizo karatasi ya kuchapisha. Nikawaambia mkiendelea hivi na hizi transparency mtaongeza confidence kwa bila shaka. Lakini ukirudi uangalie vitendo vyao, uweze vunja sheria. Na unajua hii IEBC wakianza kwanza gazette notice ilianza tu na rais. Iko court order, rais anachapisha. Sijui amechapisha mara 2. Sasa hizo ndio msingi yenye usipo chunguza vizuri, unaweka mtu kwa foundation yenye itaropoka. Bila shaka. Na leo tunatoa tahadhari kwa nchi mzima na wahusika wote wajue ya kwamba confidence venye hii election inaandaliwa, venye wanaimanage, huenda ukapata hawa vijana sasa watakosa confidence completely na watarudi kwa street, na wakarudi kwa street sijui kama itakuwa ni one term ama no term. Naam. Na ni wao wataamua wao wenyewe. Na bila shaka tusubiri